Marhaba. Miaka 5 iliyopita siku sawia na ya leo, bila shaka itakumbukwa vyema kwamba Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga walitia sahihi mkataba wa maelewano. Mkataba huu ulinuia kuweza kutuliza ghasia zilizojiri kwa wakati huo punde tu baada ya uchaguzi mkuu kufanyika. Vile vile siku kama leo katika historia itakumbukwa ni siku ambayo mwafaka huo uliweza kupania kuleta mageuzi katika idara na asasi mbalimbali za humu wetu nchini. Na hivi sasa basi tunapokaribia katika uchaguzi mkuu ni kwamba je, swali lililopo vinywani mwa wengi ni kwamba je, Rais Mwai Kibaki anapoondoka mamlakani na Waziri Mkuu Raila Odinga, je, wametekeleza baadhi ya yale ambayo wameweza kuyatia sahihi katika mwafaka huo wa maelewano? Hao ni baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tukiangazia hasa kuhusiana na ajenda ya 4. Mbali na hayo ni mengi zaidi ambayo tumekuandalia hii leo, ambapo bila kupoteza muda moja kwa moja na kupeleka kwa mwenzangu Zubeida Kome aweze kutueleza mengi zaidi. Kwako Zubeida. Naam, shukrani sana Ahmed Darwesh. Natumai umekuwa na mchana mwema, na mtazamaji natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Hii leo jinsi alivyokuarifu mwenzangu Ahmed Darwesh ni kwamba mada ambayo tumeipa uzito hii leo ni ajenda 4 ambazo zilinakiliwa chini ya mkataba uliotiwa saini na Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga siku kama ya leo miaka 5 iliyopita. Je, umeridhika na hatua ambazo wamepiga kufikia sasa? Ni swala ambalo nitakuwa nikikutambulia katika muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa namuona mwenzangu Mwanaisha Chizuga. Sijui wenzetu wako pande gani na wametuandalia taarifa gani hii leo. Naam, asante sana mwenzangu Zubeda. Bila shaka hujambo mpenzi mtazamaji pote ulipo. Shirika zima la KTN tunajizatiti kuhakikisha kwamba unapokea taarifa zetu kutoka maeneo yote kote nchini. Na hii leo tumejiandaa kweli kwani kuangazia swala hilo la ajenda 4 kabla ya uchaguzi wa mwaka 2007 2008 ambao ulipelekea ghasia kuzuka. Masuala ambayo wengi walikuwa wanalalamika ni kwamba kulikuwa na tatizo la ardhi, kulikuwa na tatizo la baadhi ya jamii kubaguliwa na kukosa nafasi za kazi na wakilishi katika uongozi. Na ndio masuala ambayo baadhi ya wenzangu, kwa mfano John Juma kutoka mjini Mombasa, ambapo hii leo anajadili swala hilo la ardhi ambalo limekuwa kizungumkuti na kukosesha wengi usingizi mkoa wa Pwani, wakidai kwamba wameshindwa kujiendeleza kutokana na wao kukosa ardhi ya kujipatia mapato. Na vile vile wamesema baadhi sehemu kubwa ardhi hiyo imeweza kunyakuliwa na wanataka haki tekelezwe, jambo ambalo limechangia wao kulalamika na kuachwa nyuma kimaendeleo, hasa ukizingatia swala la kundi la MRC. Kilio chao kikubwa ni tatizo hilo la ardhi, lakini hayo ni baadaye. Lakini kwanza moja kwa moja kwa mwenzangu Mwashirima Kapombe aliye katika studio zetu za I&M hapa jijini Nairobi, ambapo ametuandalia taarifa kuhusu masuala ya ugatuzi na zile fedha zilizotengwa. Je, Mwashirima, taarifa yako inahusu nini na nini? Naam, asante sana Mwanaisha Shizuga. Leo hii tumeweza kuelezwa ni kiasi gani cha fedha ambazo zitatengewa kaunti zote 47 katika mwaka wa kwanza wa utawala wao kabla waweze kutengeneza fedha zao wenyewe za matumizi. Taarifa hiyo itakuja hapo baadaye, kwa hivyo usiende mbali, tuendelee na taarifa zingine. Basi Alimanzu ndio katika studio yetu kuu hapa katika afisi zetu za Standard Center, ambapo kuna baadhi ya taarifa nyingine ambazo zimegonga vichwa vya habari hii leo. Miongoni mwa taarifa hizo Manzu ni zipi? Naam, asante sana mtazamaji popote ulipo, hujambo, tukitumai kwamba jioni yako ni njema. Karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja ya kinyang'anyiro 2013. Kama mwanahabari mwenzangu alivyoelezea pale awali ni kwamba leo tunaijadili ile ajenda 4 na mafanikio yake, na je, imeweza kutekelezwa inavyotakikana. Haya yote yatajadiliwa kupitia zile ajenda pamoja na wageni wetu ambao tuko nao hapa ndani ya studio zetu, kando na taarifa kando vile vile katika baadhi ya taarifa kuu ambazo tumewaandalia jioni ya leo. Kampuni ya ndege ya Eurocopter sasa yalaumiwa kwa ajali ya ndege iliyomuua Waziri Saitoti. Katibu katika Wizara ya Mambo ya Nje Zuita Mwangi aachiliwa kwa dhamana kufuatia mashtaka ya ufisadi. Polisi wawatia nguvuni wafuasi wa kundi la MRC kutokana na vitisho vya kushurutishwa kwa jamii fulani kuhama Pwani. Na kipute cha siasa cha noga huku kampeni zikiingia katika dakika za lala salama.
Na mtazamaji, basi hizi ndizo taarifa kamili, na kabla ya kuendelea nitarudi baadaye ni kuelezea kwa kina kile ambacho ama mapendekezo ambayo yameweza kutolewa na jopo kazi ambalo lilitwikwa jukumu kuchunguza kiini cha ile ajali ya helikopta katika msitu wa maeneo ya Ngong hapa jijini Nairobi. Lakini kwanza na kuregesha upande wa pili kwa mwanahabari mwenzangu Zubeda Koome na taarifa zaidi. Naam, shukrani sana mwenzangu Ali Manzu. Mtazamaji, imesalia siku chache tu kabla ya wewe kuingia debeni kuchagua viongozi wapya ambao watakuwakilisha miaka 5 ijayo. Lakini je, kufikia sasa umeridhika na utekeleza au utendakazi wa viongozi ambao uliwachagua miaka 5 iliyopita? Hii leo tunadadisi agenda 5 kunradhi ambazo zilitiwa saini chini ya mkataba uliotiwa saini na Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga miaka 5 iliyopita. Je, umeridhika na hatua ambazo zimepigwa kufikia sasa? Lakini kwanza tunajiuliza, je, tulifikia wapi ndio tuingilie mambo ya kujadiliana na kutia saini mikataba? Hali ilikuwa hivi kwamba kufikia Januari mwaka 2007 wapiga kura waliojitokeza kushiriki uchaguzi wa mwaka huo walikuwa takriban wapiga kura milioni 15, na kufikia Disemba tarehe 27 wapiga kura wakaingia debeni kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Na hali ikawa hivi kwamba kufikia Disemba tarehe 28 na 29 matokeo madogo yakaanza kutokea na vurugu kuanza kutokea, kwamba fulani wa fulani anasema kwamba uchaguzi unaendeshwa kwa njia yenye dosari, sijui fulani ameiba kura zetu. Lakini Disemba tarehe 30 Rais Mwai Kibaki akatangazwa mshindi na kuapishwa rasmi kuwa rais wa taifa. Na hapo ndipo kivumbi kiliibuka, ambapo tunaona kwamba tarehe 30 ghasia zikaanza kushuhudiwa katika maeneo tofauti, mkoa wa Bonde la Ufa na maeneo mengine ya kati. Watu wakaanza majirani wakageukiana, wakawa mahasimu tangu wakati huo, ambapo kila mmoja alikuwa akilalamika kwamba uchaguzi huo haukuendeshwa kwa njia ya haki. Na kufikia wakati huo, mtazamaji, hii ndio idadi ya watu waliofariki, 1500 watu waliopoteza uhai wao kutokana na vurugu iliyozuka kufuatia uchaguzi huo. Na wale ambao waliathirika, wale waliofurushwa kutoka makwao, wengine nyumba zao zikateketezwa moto, 300,000. Idadi ya watu walioathirika kutokana na uchaguzi huo wakigeuka kuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani katika ardhi yao. Na ndiposa mpatanishi mkuu Kofi Annan akaingia nchini ili kujaribu kutuliza kivumbi na kuleta uwiano baina ya Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga. Na ndiposa tukaona kwamba mazungumzo ya kutia ule mkataba saini ukaanza chini ya uongozi wa alikuwa mpatanishi mkuu Kofi Annan. Na mkataba kutiwa saini Februari tarehe 28, ambayo ni siku kama ya leo miaka 5 iliyopita, mwaka 2008. Na hapo wakakubaliana kwamba kuna agenda 4 ambazo waliahidi kuzitimiza katika kipindi cha miaka 5 ambapo walikuwa uongozini. Agenda ya kwanza ilikuwa kusitisha ghasia, kuzuia unyanyasaji na kurejesha haki za msingi na uhuru. Agenda ya pili nayo ilikuwa ikihusia kushughulikia mgogoro wa binadamu kutokana na kuathirika kwa baadhi ya Wakenya na kuwapa makazi walioathiriwa, wale ambao tumekuwa tukiwatambua kama wakimbizi wa ndani kwa ndani. Agenda ya tatu nayo ilikuwa ikigusia kutatua mgogoro wa siasa. Tunaona kwamba walikubaliana, wakaketi katika meza moja na kusema kwamba tuko tayari kushirikiana kutekeleza ama kuendesha serikali ya wakati huo. Agenda 4 ambayo ni agenda muhimu kabisa kati ya ikilinganishwa na agenda nyingine ambazo nimegusia, ambayo iligusia utekelezaji wa mageuzi msusan katiba. Tunakumbuka kwamba mwaka 2010 tuliweza kupata katiba mpya, lakini je, utekelezaji umekuwa ukiendeshwa kwa njia gani? Hilo ni swali ambalo litakuwa likigusiwa baadaye na baadhi ya wataalamu ambao tumewaleta studioni. Pia kulikuwa na mageuzi katika taasisi za kisheria, katika mageuzi katika idara ya mahakama, idara ya polisi, idara inayoshughulikia masuala ya umma, mambo kama vile mazingira, mzozo kuhusu ardhi na mambo kama hayo. Pia nimegusia polisi na mambo kama hayo. Uchaguzi, dhulma za tangu jadi kwamba zitatuliwe, waliokuwa wamepokonywa ardhi zao warejeshewe ama swala hilo litatuliwe kwa ukamilifu. Pia swala la umaskini ambao
tunaona umedorora sana humu nchini na ajira kwa vijana, ambapo tuliona kwamba kwa miaka mingi vijana ambao hawana ajira wamekuwa wakitumiwa vibaya na wanasiasa ili kuzua vurugu. Wanapewa hela kidogo, wanazua vurugu nyakati za uchaguzi au nyakati za kampeni za uchaguzi. Hayo ni mambo ambayo mwenzangu Ahmed Darwesh atakuwa yakiyachambua kwa kina, na wataalamu ambao tayari wameingia studioni kututoa tope sikioni kuhusiana na ajenda hizi, tukijiuliza, je, Darwesh, tumefikia wapi? Tumeridhika na hatua ambazo zimepigwa kufikia sasa? Hayo jukwani lako sasa. Na bila shaka hayo ni maswali ambayo kila Mkenya anapania kutaka kuyajua, na vile vile apate fursa ya kuweza kuyachanganua kwa kina, hasa kuhusiana na je, hatua zimepigwa miaka 5 baadaye au tungalipo pale pale baada ya mwaka wa 2008 siku sawia na leo. Ili kuweza kupata tathmini ya kina kuhusiana na swala hili, niko na Barak Muluka. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana Ahmed. Bila ya kupoteza muda, Barak Muluka, tarehe kama leo, tarehe 28 ya mwezi wa Februari mwaka wa 2008 ni siku muhimu katika historia ya Kenya, kwamba kulikuwa na yale mapatano yaliyoletwa na vinara wakuu serikalini ili kuweza kusitisha ile hali iliyokuwepo nchini. Na miongoni mwa mambo ambayo yalijadiliwa kwa wakati huo kulikuwa na zile ajenda 4 muhimu. Je, tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao hauko mbali tena, kwa mtazamo wako, unahisi tumeafikia mambo yoyote kati ya yale yaliyojadiliwa na vinara wakuu serikalini? Bila shaka Ahmed, na pia mtazamaji popote pale anapotazama wakati huu, ukweli ni kwamba kuna hatua ambazo tumeweza kuzipiga. Kwani utaona kuwa kulikuwa na ajenda 4, na ukweli wa mambo ni kuwa ajenda kama hizo ambazo zilikuwa zinategemewa zilete mabadiliko makubwa katika maisha ya wananchi wa Kenya ni jambo ambalo litatendeka hatua kwa hatua. Sidhani kuwa ni kitu ambacho kinaweza kufanyika usiku mmoja tukamkia tukapata kuwa kila kitu kimeweza kuwa kimerekebishwa. Ikumbukwe kuwa ni mambo ambayo yalitokana na mafarakano ambayo yalipatikana wakati wa uchaguzi wa mwaka 2007, na ikawa kuwa wakati ambapo wanafanya kujaribu kuletwa pamoja au kupatanishwa na mpatanishi mkuu Kofi Annan, ilijitokeza kuwa kulikuweko mambo mengine makuu zaidi na kule kukorofikishana katika uchaguzi mkuu. Ndipo tukasema kuwa tuwe na ajenda 4. Kwanza kabisa tuweze kuyazingatia mambo ya kibinadamu ambayo yaliweza kuwahusu waathiriwa katika ghasia ambazo zilifanyika wakati huo, waweze kuwa wanapewa makao, waweze kuonekana kuwa wanaweza kuwa na mahali pa kuishi na vitu vinginevyo kama hivyo. Ajenda ya pili ikawa ni ajenda ya ugavi wa mamlaka kati ya wale wagombezi wawili ambao walikuwa wameweza kutatanishana. Na kisha 3, mambo ya kisiasa yaliyohusiana na huo uchaguzi, tuweze kuona kuwa ni nini hasa kilichotendeka na ni vipi mambo yalisambaratika. Kisha ajenda ya 4 ikawa ni ajenda ambayo itahusika na masuala makuu yakiwemo masuala ya kihistoria na dhulma za kihistoria ziweze kurekebishwa. Ukiangalia ile ajenda ya kwanza ambayo ilihusika na mambo ya watu walioathirika katika ghasia zilizoandamana na uchaguzi, kwa kiasi kidogo wengi waliweza kurejea makwao, na wengi tunatumaini kuwa wameweza kuanza kuishi maisha yao ya kawaida. Hata hivyo kuna wengi ambao bado ni wahamiaji wa ndani kwa ndani, na kila mara tunasikia kuwa serikali imepata shamba, wataweza kuhamishwa wapate mahali pa kuishi na mambo kama hayo, lakini hayo hayajaweza kukamilika. Na ni kutokana na ukweli wa kwamba ajenda ya 4 haijazingatiwa ipasavyo. Ni lazima hiyo ajenda ya 4 iweze kuzingatiwa na kushughulikiwa kwa undani, kwa kina,
ili mambo ya masuala ya kihistoria yanayowazuia wale kurejea kwao yawe yanashughulikiwa. Naam, Bwana Baraka, umetoa mfano ulio hai, umetoa mfano ulio mzuri kwamba kuna dhulma za kihistoria hazijashughulikiwa. Twende katika mfano tu ambao hali kwa sasa ni mfano ambao ni tatizo sugu, swala la ardhi. Ni swala ambalo kwa muda mrefu viongozi wamekuwa wakijadili kwamba watu watapewa makao, watu watapewa ardhi, lakini bado ni swala ambalo limesalia vile vile, miaka nenda miaka rudi. Tunaingia kwenye uchaguzi mwingine. Ni swala lililojadiliwa mwaka wa 2008, lakini mpaka wa leo kuna baadhi ya wakimbizi hawajapewa hata makao. Je, kwa mtazamo wako unaliona swala hili kwamba linaweza likawa ni historia inajirejelea tena katika ghasia tulizoshuhudia katika uchaguzi uliopita? Ni swala ambalo halitatuondokea hivi karibuni. Naam. Hadi wakati ambapo wale wanaobahatika kuchukua mamlaka serikalini watakapokubali kuwa ni swala ambalo hatima yake itaweza kuwa inawadhuru hata wao, kwani ni jambo ambalo limeweza kuishi nasi tangu karibu zaidi ya miaka 100. Ni jambo ambalo lilianza katika mwaka wa kama 1902, ndipo haya mambo ya kuchukuliwa kwa mashamba ya Waafrika na wageni yalipoanza nyakati za Charles Eliot, wakati ambapo tumeona Mkenya anahamishwa kutoka kwa mashamba yake. Tumeona uhuru umekuja, na huo uhuru baadhi ya vigezo vyake vilikuwa ni kuwa wanapigania mashamba ambayo yalinyakuliwa na mbeberu. Basi uhuru umekuja na serikali ya mzee Jomo Kenyatta haikurekebisha hayo mambo. Ikawa ni sera ya mnunuaji au mnunuzi aliye na hela na muuzaji ambaye ana nia ya kuuza, na sera kama hiyo imeweza kuleta madhara mengi, na wakati mwingi utaona basi limekuwa ni jambo la kusaidia katika jukwaa la kisiasa wakati unapotaka kura. Labda hii tume ambayo tumeiweka wakati huu, ikiwa serikali itakuwa na nia, huenda ikaanza kupiga hatua. Naam, Baraka Muluka, nitakukata kauli kwa sasa, lakini vile vile katika mahojiano hayo tunawasiliana na mgeni wetu upande wa pili katika studio zetu za City Center, naye pia aweze kulichangia swala hili, ambapo labda kwa mtazamo tu kuuliza ni kwamba je, ndugu Ndubi, una maoni gani kuhusiana na hatua ambazo zimechukuliwa? Je, tumeafikia malengo yaliyokusudiwa tarehe ama miaka 5 iliyopita, tarehe sawia na ya leo? Naam, nashukuru. Kwanza niseme kwamba kulikuwa tuna agenda 4 zilizowafikiwa baada ya fujo na maafikiano yaliyofikiwa kwa usaidizi wa Kofi Annan. Ya kwanza ilikuwa ni kusitisha mapigano ama vurugu. Ya pili kurejesha hali ya utulivu na kurejesha hali ya mazingira ambayo yangedumisha haki za kibinadamu na kutoa nafuu kwa wale ambao walikuwa wameathiriwa. Na ya tatu ikawa ni ule mkataba wa kuweka serikali ya muungano. Na ya 4 ambayo ndio msingi zaidi nafikiri ni ile ya kwamba kuwa na agenda namba 4 ya masuala ya kimsingi, kushughulikia masuala ya kimsingi. Na la muhimu kabisa tulilolipata ni kwamba kupitisha katiba ambayo tunaita katiba mpya mpaka leo ni ndio jambo la muhimu la kimsingi tulipata kufaidi, kwamba ile katiba imetoa nyenzo ya kubadili mambo mengine mengi. Lau ni kwamba katika ile agenda ya pili ya kuleta utulivu na kutoa hali ya kupata nafuu kwa wale walioathiriwa, kulikuwa vile vile na kipande kingine kwamba wale ambao walikuwa na majeshi yao ya kibinafsi, kwamba walikuwa yale majeshi yajisalimishe silaha zao, wasalimishe vile vile na kuondolewa katika nchi. Lakini unaona kwamba hilo swala la yale majeshi ama vikosi vya haramu vile vya binafsi mpaka leo halijashughulikiwa. Ila tu tulipitisha sheria kwamba vikundi haramu visiyokubaliwa visiwe vimeharamishwa, lakini hatujaona silaha zao zikisalimishwa. Na Harun, samahani nitakukatiza, lakini kuna swala ambalo pia ningependa tulichangie kwa mtazamo wako. Kuna hili swala la maridhiano,
swala la upatanishi, je, limeweza kuafikiwa? Kwa sababu hadi kufikia sasa kuna tetesi kwamba baadhi ya sehemu za umwetu nchini, baadhi ya watu wameshaanza kutishiwa kwamba watoke katika maeneo kama yale. Je, upatanishi umekuwepo ama imekuwa tukifanya kazi tu ambazo hazina matunda yoyote? Naam, unajua kwamba upatanishi na maridhiano hayawezi kufikiwa ikiwa hakuna ile hali ya kufanya haki kwa watu, ama kwa kimombo tunasema ni justice. Kwa hivyo nafikiri kuna jambo la uwajibikaji kwa wale walioshiriki katika jinai, kwamba bado hawajawajibika, na vile vile wale waliopora mali ya watu, waliochukua mashamba ya wenyewe, waliofanya mauaji, wengine wakafanya ni kunajisi wanawake na wasichana, bado hawajawajibika. Kwa hivyo maridhiano au watu kuwa na maridhiano, bado sioni kwamba kumeafikiwa vizuri, licha ya kwamba tuna ile tume ya NCIC ambayo kimsingi naona kwamba imekuwa ikishughulika zaidi na masuala ya kufanya kampeni za kuhamasisha watu wawe na uwiano, mapenzi, lakini bila kufanyiwa haki, na wale waliofanya makosa kuadhibiwa, na vile vile kurejea au kurejesha mali iliyopotea kwa wale waliopoteza. Hilo ni swala bado litakuwa kwamba halijashughulikiwa kikamilifu vile, kwa maoni yangu. Naam, asante sana Harun Ndubi, tutarudi kwako tu baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini nikirudi tena kwako Barak Muluka. Naam. Swala la ardhi, nitarejelea tena pale pale kwa ardhi. Kuna tume ile ilikuwa imependekezwa. Kwa mtazamo wako, ni kwa nini basi tume hii ikachelewa kuweza kuidhinishwa na kukubalika na rais mwenyewe? Utaona kuwa watu ambao wana hifadhi kuu za mashamba hawangependa kuwepo kwa mabadiliko. Harun Ndubi ameweza kuzungumzia katiba mpya ambayo tumeipata, ikiwa ni mojawapo wa hatua kubwa ambazo tumezipika katika muda huu wa miaka 5 iliyopita. Na ukweli ni kwamba hiyo katiba iliweza kupingwa tu wakati ilipokuwa katiba kielelezo, kutokana na mambo ya ardhi ambayo wengi wanaomiliki ardhi kubwa kubwa hawakupenda yaangaliliwe. Na utaona kuwa mambo yakiwa namna hiyo, kuna kule kusitasita. Kwani kulete mabadiliko ya aina hii, mara nyingi wale ambao wameza kukuchovya buyu la asali hawangependa kuona kuwa hili buyu sasa linawaponyoka na kuwa litaandaliwa walio wengi. Nafikiri ni mambo ya aina hiyo. Naam, Barak, nimeshukuru sana, lakini bado tutarudi kwako, kwani kuna mengi zaidi ambayo tunataka kujadili, hasa kuhusiana na ajenda ya 4. Kuna swala la wakimbizi, kuna swala la maridhiano na upatanishi, miongoni mwa mambo mengi ambayo pia muhimu sana ni ile tume ya ukweli na haki na maridhiano ambayo imesambaratika, na ambayo kama ingefanya kazi yake mengi yangeweza kuwa yameanza kusuluhishwa. Ni swala tukalorudi basi na kulijadili kwa kina, tuangalie kama tume hiyo ilikuwa na ufanisi au na natija yoyote. Naam, mtazamaji, kumbuka basi unatazama mahojiano na taarifa zetu hizi moja kwa moja kutoka hapa kituo cha uchaguzi cha KTN. Ni kinyang'anyiro cha mwaka wa 2013 na kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Ili kupata tathmini ya kina, basi na kupeleka moja kwa moja kwa mwenzangu Mwanisha Chizuga atueleze, je, ni yapi ambayo wametuandalia baadaye. Usiende mbali Mwanisha. Asante sana mwenzangu Ahmed Darwesh kwa uchambuzi huo. Bila shaka tumeweza kuwafungua macho Wakenya wengi kuhusu lazima la ardhi na hatua ambazo tumeweza kupiga tangu mwaka 2008, ambapo baadhi ya makubaliano hayo yaliweza kuafikiwa. Wanasema safari ndefu huanza na hatua moja, na bila shaka swala la ardhi ya soka wenyeji wa mkoa wa Pwani limekuwa kama donda sugu kwao. Lakini hivi majuzi tu ambapo Rais Mwai Kibaki aliweza kuidhinisha tume maalum ya ardhi, na moja kwa moja basi nakupeleka hadi mjini Mombasa, ambapo mwenzangu John Juma ametayarisha taarifa maalum kuhusu swala hilo la ardhi. Na je, wapwani wana imani na tume hii ya ardhi kwamba itaweza kutatua tatizo lao kuu ambalo ni dhulma katika sehemu ya ardhi? John Juma, uwanja ni wako. Japo tume maalum ya ardhi nchini ipo tayari kuanza kazi baada ya makamishna wake kuapishwa, that I will faithfully and fully, impartially, other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially, that I will at all times obey, respect
and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Kuchelewa kwake ni swala ambalo limefanya migogoro ya ardhi kuwa kichochea sintofahamu na hisia nzito miongoni mwa raia. Mara wanatengeneza hivi, mara title deed, mara inakuwa revoked, mara zinapimwa tena. Sasa kuna landi nyingi hapa Coast zimepimwa karibu mara 10 nzima. Miongoni mwa kibarua mbele yake ni kuhakikisha utekelezaji wa sheria zinazohusu umiliki wa ardhi nchini, kusikiliza na kuwajibikia maoni au malalamiko ya raia kuhusu ardhi, kupiga vita dhuluma za tangu jadi kuhusu ardhi na utata kuhusu hati miliki. Sema kwamba nitaondoka ama vipi, lakini mimi najua nimekuwa ni serikali, na kama ni serikali itaniondoa hata si peke yangu, na ni mahali pa mimi na ndugu zangu na watu wengine ambao tunaishi hapa. Ni marekebisho ambayo yamesubiriwa kwa hamu na gamu tangu serikali ya mseto ichukue usukani. Wakazi wa pwani ambao wameathiriwa wakitarajia kukombolewa kwenye dhiki za kuitwa maskwota katika ardhi zao. Tuna hasira sana sisi. Nyumba zao kubomolewa na kufukuzwa katika ardhi za babu zao. Tumezaliwa huku, shamba hizi zina minazi, wakapanda minazi, hata sasa tunaishi huku na wenzetu pia paka huko. Hatu haramu. Japo marekebisho yote hayakutimizwa katika kipindi cha miaka 5 tangu serikali ya mseto ilipochukua usukani, yapo matumaini kwamba tume hiyo itasaidia kutatua utata wa ardhi humu nchini. Dawa kubwa ni hii reform pamoja na Commission of Land ifanye kazi, iachiliwe, iwe huru. John Juma, KTN, Mombasa.